Young Africans wametangaza rasmi leo tarehe 9 ya mwezi wa 5 kwamba wamebakisha mechi zao 3 ambazo wakishinda hizo mechi 3 basi rasmi watatangaza ubingwa. Hapa Wasamaria TV kutoka kwenye kurasa za Young Africans kwenye kurasa yao ya Instagram ni kwamba Young Africans wamesikitishwa sana na kutoka TFF, viongozi wa bodi ya ligi wamesikitishwa sana kutokusikilizwa tena kwa mara nyingine baada ya barua kutoka kasi kuja TFF kwamba walitegemea wao wangeitwa kama viongozi wa klabu cha Young Africans walitegemea kwamba wataitwa kwa ajili ya kwenda kukaa pamoja na kuweza sasa kuona njia gani watakaotumia kuweza kuona au kuweza kuona dabi namna gani itakapochezwa. Lakini bahati mbaya Young Africans hawakuweza kupewa nafasi ya kwenda kusikilizwa TFF. Badala kipindi wametoka Zanzibar kwenda kuchukua lile kombe la Mapinduzi Zanzibari pale kwenye uwanja wa New Amani Complex, kipindi wanatoka pale, siku hiyo taarifa kutoka kasi wakisema kwamba kesi ya Young Africans ambayo imeletwa hapa kwa ajili ya usuluhisho wa kupata haki yao, kupata pointi 3 na kutokuwa na imani na bodi ya ligi kutokana na vitu walivyofanyiwa 8 mwezi wa 3 siku ya mchezo wa dabi kati ya watani wao Simba. Sasa badala walivyokosa kusikilizwa tena kwa mara nyingine kama tu mara ya kwanza walivyokosa kusikilizwa au kutokujibiwa barua yao ambao walioandika kwamba hawana imani na viongozi wa bodi ya ligi, lakini wao wanachohitaji ni pointi 3 kutokana kwamba na sheria na kanuni inavyosemwa kwenye mchezo wetu wa mpira wa miguu hapa nchini Tanzania. Sasa kutokana na yote, barua imetoka kutoka kasi imekuja TFF kwamba shtaka la Young Africans limetupiliwa mbali, lianzie pale waliporuka Young Africans, wakishindwa pale ndo waje huku kasi. Lakini wao TFF wakatoa mamlaka kwa bodi ya ligi, wakatoa amri kwenda bodi ya ligi kwamba watangaze mchezo, waandae tarehe ya mechi ya dabi. Moja kwa moja bodi ya ligi wao wakatoa tamko rasmi kwamba tutatangaza siku ya kuchezwa kwa dabi rasmi. Na badala siku 3 nyuma juzi hapa nafikiri wametangaza rasmi kwamba tarehe 15 ya mwezi wa 6 uwanja wa Benjamin Mkapa dabi itachezeka pale. Kwa hiyo bodi imetangazwa kwa umma kwamba tarehe 15 ya mwezi wa 6 dabi itarudiwa tena kwa mara nyingine kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Young Africans tamko lao rasmi, wakatoa tamko kwenye kurasa yao ya Instagram rasmi kwamba wao msimamo wao ni ule ule. Kama barua imetoka kasi kwamba wameruka stage, inatakiwa waanzie pale TFF, na barua ilivyotoka kasi imekuja moja kwa moja TFF kwamba shtaka la Yanga limetupiliwa mbali kwa sababu kuna stage wameruka. Sasa walitegemea Young Africans wataitwa na TFF kwa ajili ya kwenda sasa kuwasikiliza wanachokitaka kwa baba yao Wallace Karia, lakini wameona baba huyo kashatoa amri kwamba kupanga kwa mechi ya dabi. Sasa wao kama wao wamekaa, viongozi wa Young Africans, wazee na mashabiki wamekaa rasmi na kuandika barua kwamba rasmi wao hawatoshiriki kucheza mchezo wa dabi ya hiyo tarehe 15 ya mwezi wa 6 uliopangwa na bodi ya ligi yenye mamlaka ya kusimamia michezo hapa Tanzania. Wao hawatoshiriki kucheza mchezo huo wa tarehe 15 ya mwezi wa 6 kwenye huo kwenye hiyo tarehe iliyopangwa na mamlaka ya soka hapa Tanzania ambaye ni TPL, ambaye ni bodi ya ligi. Sasa leo tarehe 9 ya mwezi wa 5 rasmi Young Africans, hizo ni tetesi za ndani, Young Africans wamebakisha michezo 3 ili waweze kufikisha michezo 29. Kwa hiyo wamesema kwamba endapo wakishinda michezo yote 3 wakashinda, wao rasmi
wanaenda kutangaza ubingwa wa NBC hapa Tanzania bara. Paredi yao itaanzia uwanja wa Julius Kambarage Nyerere, uwanja wa ndege. Paredi yao itaanzia pale kuelekea Jangwani, huku wakiwa wameshikilia kombe la ubingwa wa ligi Tanzania bara, wakiwa wameshikilia kombe kwa sababu wao wamesema wana makombe mengi ya NBC yako makabatini. Wao ni kuchukua funguo na kufungua na kuchukua ile kombe moja, kulibandika stika ya msimu huu. Kwa hiyo watatembea nalo. Paredi itaanzia pale Julius Kambarage Nyerere kuelekea Jangwani. Mimi kutokana na tetesi hii au kauli hii ya Young Africans ya leo hii, mimi kama mchambuzi Profesa Mandela, na waomba wa Tanzania pamoja na viongozi wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu, na viongozi wote wa vilabu ambao mmeaminiwa na mmepewa mamlaka ya kuweza kusimamia soka hapa Tanzania, bodi ya ligi pamoja na TFF iliyoko chini ya Wallace Karia, ninawaombeni sana na Watanzania wote kiujumla kwa hii taarifa. Mimi imenisikitisha sana, kwa sababu tambueni hapa kesho kutwa tuna chani inakuja kufanyikiwa hapa Tanzania. Maandalizi yote ya chani yanakuja kufanikiwa hapa. Sasa kwa taswira hii ambayo tunayoonyesha na huu mgogoro ambao tunaoonesha, tambueni sefu tu wa maarifa ambao yani sijui sitaki nielezee sana, wakati sheria na kanuni zipo. Nani mwenye makosa wazi tunaona, nani anatakiwa ahukumiwe. Watanzania wote tunajua kwamba hukumu ipo kwa nani kati ya Young Africans na bodi ya ligi, nani ambaye anatakiwa ahukumiwe. Wote tunaona. Sasa vitimbwi ambavyo vinatokea juzi bungeni kule kati ya Msukuma kati ya Babutare na viongozi wengine, kipindi wamekuwepo pale kwenye bunge la bunge la 12 nafikiri la budget. Tumeona mizozo pia ikiendelea kwenye bunge letu la Tanzania kule makao makuu Dodoma. Yote ambayo yanaendelea bungeni, yanaendelea mtaani nje ya bunge, yaliyotoka kasi kuja TFF, yaliyotoka TFF yameenda kwa umma. Young Africans rasmi wametoa kauli thabiti za ndani, wanaendelea kushikilia msimamo wao ule kwamba hawachezi tarehe iliyopangwa na bodi ya ligi 15 ya mwezi wa 6. Wao hawachezi, na ndio kauli yao wanairudia mara kadhaa. Kipindi hizi hatua zinaendelea kwenda mpaka kasi, walinyamaza kwa muda wakisubiria majibu kasi, lakini majibu yalipotoka kwamba barua ya Young Africans imetupiliwa mbali mpaka watakaporudi kwenye hatua walioivuka ambayo ni TFF, ndo waje huku kasi. Lakini bado Young Africans hawakuweza kusikilizwa na TFF, zaidi ya TFF kupanga tarehe ya mechi ya dabi. Lakini Young Africans bado wameendelea na msimamo wao wa kuto kucheza dabi, wakidai kwamba wapewe haki yao ambayo waliodhulumiwa kutokupewa pointi 3 na magoli 3. Young Africans wanachokitaka wao ni pointi 3 na magoli 3 moja. La pili, endapo ikishindikana kupewa pointi 3 na magoli 3, basi viongozi wa bodi ya ligi wajihuzuru
nikizungumzia bwana mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ni bwana Mungutwa ajihudhuru na benchi lake lote na kamati yake yote wajihudhuru, wachaguliwe watu wengine. Huo ndo msimamo wa Young Africans. Endapo kama watashindwa kupewa hizi pointi 3 na magoli 3, basi watu walioamuru mechi yairishwe tarehe 8 mwezi wa 3 wajihudhuru au wafukuzwe, wakae pembeni. Wao ndo watatafakari namna ya kuweza kushiriki dabi kwa mara nyingine. Kinyume cha hapo, wapewe pointi 3 na magoli 3, na endapo wakishinda hizo mechi 3, basi wao waweze kupewa ubingwa wao na wakabidhiwe kombe la NBC kwa msimu huu 2025. Sasa kwa taarifa za leo tarehe 9 mwezi huu wa 5 2025, saa 2 hii asubuhi, tetesi za ndani ya klabu ya Yanga wanasema kwamba endapo wakimalizia mechi zao 3 zilizobaki, wakishinda zote, watatangaza ubingwa